Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi. Leo ni Novemba 5. Mwezi huu tumekuwa na mfululizo wa masomo mazuri yanayotuelekeza kumwinua Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Kabla hatujalianza somo zuri hili siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya upendo na furaha ambayo umeendelea kuimimina katika mioyo yetu. Asante kwa kuendelea kuganga maumivu ya mioyo yetu. Asante kwa kuendelea kutibu. Asante kwa kuendelea kutupatia faraja. Ninazileta familia zote ambazo zimekutwa na changamoto ya misiba, changamoto ya majeruhi na changamoto zozote za kiafya kwa wapendwa wao mbalimbali. Ninakusihi, leta faraja katika familia hizi. Leta furaha tena katika huzuni iliyotanda. Leta moyo wa tumaini. Tuamshe tena, Yesu, na katika wewe tutembee katika tumaini lililotukuka. Ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike ambao wametenga muda wao kujifunza neno lako. Hao nao ninawakabidhi mikononi mwako. Wapatie nguvu, wapatie tumaini, kasikie kuomba kwao. Waliojeruhiwa mioyo yao, waliojeruhiwa miili yao, ninawakabidhi mikononi mwako kwa uponyaji. Leta uponyaji wako wa kiungu. Leta faraja tena katika kuugua kwao. Zaidi sana waamshe tena katika vitanda vyao, wakatembee kwa furaha, wakalitukuze jina lako. Asubuhi ya leo tunapojifunza somo hili, tupatie amani katika mioyo yetu. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Ni katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mada ya leo inasema hakimu wetu asiyekosea. Imejengeka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, sura ile ya 28 na aya ya 9. Neno la Mungu linasema, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo wa ukamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mioyo yote ya fikra. Katika ufahamu wake Bwana ni mkamilifu na hakosei. Anaelewa ufanyaji kazi wa akili za mwanadamu. Kanuni zinazotenda kazi za mawakala wa kibinadamu, yeye ndiye aliyezianzisha. Jinsi watakavyoathiriwa na kile kinachokuja mbele yao, na jinsi watakavyotenda katika kila jaribu linalo wakabili na katika mazingira yote watakayowekwa. Kwa maana njia za wanadamu zi mbele ya macho ya Bwana, na mienendo yake yote huitafakari. Mithali sura ile ya 5 aya 21. Macho ya Bwana yako kila mahali. Mithali sura ya 15 aya 3. Maana anatazama hata miisho ya nchi na kuona chini ya mbingu mzima. Ayubu 28 aya 24. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mioyo yote ya kifikra. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 28 aya 9. Anajua mambo yanayotujia akilini mwetu kila jambo. Mungu huwahurumia maskini, roho zinazojidanganya na kukanyaga kweli yake. Acha ngano na magugu vikue pamoja hadi wakati wa mavuno. Wahurumie na kuwasikitikia upofu wa akili za wale walio chini ya utawala wa Shetani. Lakini zuia ghadhabu na hisia zako, wala usiwahukumu. Waache mikononi mwa Mungu wale wanaotweza kweli yake.
haki na uhuru wa kuwahukumu wengine havikuwekwa kwako. Musa hakupewa ruhusa ya kutangaza hukumu kwa wana wa Israeli walioasi. Udhaifu dhahiri wa mawakala wake kama ulioonyeshwa na Musa utapokea thawabu yake. Watumishi wa Mungu wataendelea kubeba lawama za kuwa wataabishaji wa Israeli, lakini hawana uhuru wa kufanya madai hayo kuwa ukweli. Usiende katika vikao vya wenye mizaha. Usikae pamoja na wabezao. Kaa mbali na mikutano ya wale watakao kufanya kuwepo kwako kuwa fursa ya kuzungumza nawe mambo ya kudhalilisha na kuifedhesha imani yako. Usiwe na mabishano nao. Hautakiwi kutofanya hivi na wanadamu tu, lakini pia na Shetani na masinagogi yake. Mnapolazimika kukutana nao, kumbuka maneno ya Mwokozi. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Bwana anapaswa kuwa tegemeo lako. Atakuvika vazi takatifu na Roho wake Mtakatifu ataishawishi akili na moyo wako ili isishawishiwe na sauti za mbwa mwitu. Hatupaswi kusahau kamwe kuwa tunamwakilisha Kristo. Tusitumie silaha za kimwili wakati watu wasioamini na waliopotoka wanapokuja kati yetu. Maneno yasiyo mema au yasiyo na staha, kujihami au kushambulia yasitoke vinywani mwetu wala kuonekana katika maandishi yetu. Na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 aya ya 4. Later 18 mwaka wa 1895. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 5. Mada ikisema hakimu wetu asiyekosea. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa kumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu. Ikiwa kumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba yote na mbele
tena mbele